بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي بين لعباده طريق النجاة والهدى وجعل دينه سبيل الرشاد، فقال في محكم تنزيله: ومن أحسن من قيله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله الله إلينا مرشدا، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، لو بإذن الله سبحانه وتعالى tunaendelea na darsa zetu katika kusherehesha misingi ya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Katika darsa ambayo ilitangulia, ambayo ilikuwa ni darsa ya pili, tuliishia katika mlango wa alkinaya, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika darsa hii ambayo ni darsa ya tatu tutachukua mlango wa alhamz almufrad, hamza ambayo ni moja, ambayo ipo peke yake, lakini pia tutachukua alhamzatani min kalima, hamza mbili ambazo zipo katika neno moja. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunajifunza yawe ni khalisan liwajhihi alkarim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake yasiwe na riya wala sum'a, Allahumma amin. Alhamzu almufrad, hamza moja. Yani hapa tunaizungumzia hamza ambayo ipo peke yake. Tamam. Qara Ibn Kathir bil ibdali fil kalimati taliya. Imam Ibn Kathir rahimahullah amesoma kwa ibdal, yani kuibadilisha herufi ya hamza fil kalimati ataliya, katika maneno yafuatayo. Sehemu ya kwanza, Yajuj wa Majuj, amesoma kwa ibdalil hamzati alifan, kuibadilisha hamza kuwa ni alif ambayo ni herufi ya madda. Fil Kahf, katika surat Al-Kahf aya 94, lakini pia surat Al-Anbiya aya 96. Anasoma Yajuj wa Majuj. Hatujaweka shakli katika jim kwa sababu katika surat Al-Kahf ina shakli nyingine na katika surat Al-Anbiya ina shakli nyingine. Tamam. Ala kulli hal, sehemu zote hizo mbili, neno Yajuj na neno Majuj, hamza iliyopo hapa Imam Ibn Kathir anaibadilisha. Sehemu ya pili, neno Muqsada katika surat Al-Balad na surat Al-Humaza, na hapa imeandikwa Al-Hamza, surat Al-Humaza. Tamam. Anasoma Musada. Muqsada anasoma Musada. Lakini pia qaraa bilhadfi fil kalimati taliya, amesoma kwa kuiondosha hamza katika maneno yafuatayo. Yudahiun anasoma
yudahun, kaiondosha hamza, lakini pia herufi ya ha akaiwekea dhamma. Tamam, herufi ya ha akaiwekea dhamma. Yudahiun, anasoma yudahun katika surat At-Tauba aya ya 30. Qaraa Qumbulun kalimata ha antum, Imamu Qumbul rahimahullah amesoma neno ha antum haithu waradat, popote pale ambapo litakapokuja bihadfi al-alifi allati ba'da al-ha, kwa kuiondosha alif ambayo imekuja baada ya ha. Imam Shatibi rahimahullah anasema wala alifun fiha ha antum zaka janan, wala alifun fiha ha antum zaka janan. Kwa hiyo akiondosha alif, lafdhu itabaki ha antum. Tamam, ha antum. Katika sehemu zote ambapo neno hili limekuja atasoma hivi. Kwa hiyo inabaki Al-Bazzi rahimahullah anasoma kama ilivyo ha antum. Kwa hiyo hapa Qumbul ameenda tofauti na Al-Bazzi, ndio maana tumemtaja. Mafhumu Tamam. Sehemu ya tatu, qaraa Ibn Kathir kalimata allai. Ibn Kathir rahimahullah amesoma neno allai fi al-Ahzab, katika surat al-Ahzab wal Mujadala, surat al-Mujadala wa talaq, lakini pia na katika surat at-Talaq biduni yain ba'da al-hamza, pasina ya baada ya hamza. Kwa hiyo neno litabaki allai. Tamam, na marawi wake wanatofautiana inshallah katika khilaf ambayo itakuja hapo chini, lakini Ibn Kathir ameiondosha ya. Tamam, wa bil hamzi kullu lai wal ya'i ba'dahu dhaka wa biya'in sakinin hajjahum mala wa kal ya'i maksuran liwarshi wa anhuma wa qif muskinan wal hamzu zakihi bujjila. Faqumbulun, Imamu Qumbul rahimahullah yahdhifu al-yaa as-sakina ma'a tahqiqi al-hamzati waslan wa waqfan. Qumbul rahimahullah anaiondosha ya yenye sakna, lakini pia pamoja na kuihakikisha hamza, wakati wa kuunganisha na wakati wa kusimama, waslan wa waqfan. Kwa hiyo atasoma wallai ya ism mfano, au akisimama atasimama walla. Na mkumbuke katika maddi ambayo ni muttasil ana haraka ngapi? Haraka 4. Tamam, kwa hiyo atavuta haraka ngapi? Haraka 4. Huyu ni Qumbul, anaondosha hamza anaondosha ya, lakini pia anaithibitisha au anaihakikisha hamza wakati wa kuunganisha na wakati wa kusimama. Walilbazzi wajhan, Imam al-Bazzi rahimahullah atakuwa na mitazamo mingapi? Miwili. Mtazamo wa kwanza, ibdaluha ya'an sakina ma'a ishba'i al-alif qablaha waslan wa waqfan. Mtazamo wa kwanza, anaibadilisha ile hamza, ya imeshaondoka ikabaki hamza. Hiyo hamza iliyopo anaibadilisha kuwa ni ya yenye sakna. Tamam, anaibadilisha kuwa ni ya yenye sakna ma'a ishba'il alifi qablaha waslan wa waqfan, pamoja na kuishibisha alif kabla yake, yani kuivuta haraka 6 alif iliyopo kabla yake, waslan wakati wa kuunganisha, wa waqfan na wakati wa kusimama. Wa fil wasli hala al-ibdali yajuzu lahu fi wallai ya ism wajhan, na wakati wa kuunganisha tamam, katika hali ya ibdal, yani katika hali ya kuibadilisha hamza kuwa ya, yani katika huu mtazamo ambao tumeuona
wa kuibadilisha hamza kuwa ni herufi ya kunafaa kwake katika sehemu ya wallai ya ism ambayo ipo katika surat At-Talaq. Ni talaq, katika surat At-Talaq kunafaa mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, al-idhharu ma'a saktatin yasiratin baina al-ya'ain. Atafanya idhhar, yani ataidhihirisha ile ya yenye sakna pamoja na mnyamazo mdogo baina ya mbili. Maana neno allai litakuwa ni allai kwa ya, tamam. Kwa hiyo itakutana ya yenye sakna na ya nyingine ambayo ipo mbele hapa ina haraka. Kwa hiyo hapo kwake Al-Bazzi rahimahullah kunafaa pia mitazamo mingapi? Miwili. Atafanya idhhar na mnyamazo mdogo baina ya mbili, wa hadha huwa al-muqaddam adaan, na mtazamo huu ndio ambao unatangulizwa katika kufanyiwa kazi. Kwa hiyo atasoma wallai ya ism, tamam, wallai ya ism. Atavuta herufi ya madda haraka sita, kisha hamza inakuwa ni ya yenye sakna, kisha mnyamazo kidogo, kisha tunatamka neno ya ism, na mtazamo huu ndio muqaddam. Lakini mtazamo wa pili ni al-idgham, ana mtazamo wa al-idgham, tamam, ya anaingiza katika ya nyingine. Kwa hiyo lafzi itasomwa wallai ya ism, tamam, wallai ya ism. Mashekhe, pameeleweka hapo? Chukua soma mtazamo wa as-sakt baina al-ya'ain, idhhar na sakt. Wallai ya ism, tumesema hamza imebadilishwa kuwa ya. wallai ya ism, Tamam. wallai ya ism, tamam. Mpe shekhe pale idhharu, soma mtazamo wa idgham. wallai ya ism, vuta haraka sita. wallai ya ism. La basi. Asante. Barakallahu fik. Hiyo mitazamo miwili ni ya nani? Al-Bazzi. Tamam. Ibdal pamoja na ishbah katika alif qablaha waslan wa waqfan, na katika sehemu ya at-talaq katika hali ya ibdal kunafaa al-idhhar pamoja na al-idgham. Mtazamo wa pili kwake ni tashilul hamzati baina, kuiwepesisha hamza baina, yani baina ya herufi hiyo ambayo ni muhaqqaqa na baina ya herufi ambayo inaendana nayo katika haraka. Ndio maana ya tashil baina. Kwa wale ambao ndio mara ya kwanza wanafuatilia darasa hizi, tumeshazungumzia tashil. Asili ya hamza ni kusoma kwa tahqiq, tamam, lakini kuna sehemu hamza inawepesishwa. Yani kuna marawi au maqurra wamepokea baadhi ya sehemu wanasoma hamza kwa tashil. Sasa kiufupi, hamza ikiwa ina fatha huwa inawepesishwa baina yake na alif, ndio maana ya baina ya hamza ambayo ni muhaqqaqa na baina
ya herufi ambayo inaendana nayo katika haraka. Haraka ya fatha inaendana na alif, na hamza ikiwa ina kasra inaendana na herufi gani? Ya. Kwa hiyo inawepesishwa baina ya hamza na baina ya ya. Hamza ikiwa ina dhamma inaendana na herufi gani? Wao. Kwa hiyo inawepesishwa baina ya hamza na baina ya wao. Hii ni khulasa. Kwa hiyo tusikia tashilul hamzati baina kuiwepesisha hamza baina inakuwa ina maana hiyo, na inshallah tutakuja kuona pia katika alhamzatani min kalimatain. Kwa hiyo hapa ana mtazamo wa tashilul hamzati baina, kuiwepesisha hamza baina, wa fi harfi almaddi wajhani, na katika herufi ya madda atakuwa ana mitazamo miwili wakati wa tashili. Yani akifanya tashili katika herufi ya madda atakuwa ana mitazamo miwili. Kwanza, almaddu 4 harakatin wa huwa almuqaddam, kuivuta herufi ya madda haraka 4, na hiyo ndio muqaddam adaan. Na mtazamo wa pili ni alqasru, atavuta haraka 2. Wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala a'dala. Imam Shatibi rahimahullah anasema, na herufi ya madda ambayo imekuja baada yake, baada ya herufi ya madda kukaja herufi ya hamza ambayo imefanywa taghyir, yani imebadilishwa. Ubadilishaji huo ima iwe tashil au iwe alhadf au kadha. Sehemu hiyo kunafaa kusoma kwa alqasru, yani haraka 2, lakini pia madda inakuwa bado ipo. Kwa hiyo kunafaa pia kuvuta, na uvutaji sasa utategemea na alqari kiasili alikuwa anasomaje. Mathalan allai, Imam Ibn Kathir alikuwa anavuta muttasil haraka ngapi? Haraka 4. Kwa hiyo mitazamo miwili, wa kwanza utakuwa ni alqasru kama kawaida, haraka 2, yajuzu qasruhu. Kisha madda ya hapa kwake, kwa sababu muttasil alikuwa anavuta haraka 4, hapa pia atavuta haraka ngapi? Haraka 4. Kwa hiyo tutasoma wallahi ya ism. Sikilizeni vizuri, wallahi ya ism. Hii hamza nyepesi, yani hamza ambayo ni musahal, iliyowepesishwa, sio wallahi na sio wallahi, wala sio wallahi kwa ya, wala sio wallahi kwa ha. Wallahi ya ism, wallahi ya ism. Hapo ukivuta haraka 4, au wallahi ya ism ukivuta haraka ngapi? Haraka 2. Ya, tufanye mazoezi kuanzia hapa. Wallahi ya ism. La basi, sio mbaya sana. Wallahi ya ism. Wallahi. Wallahi. Sio hii. Hii hamza ina kasra, kwa hiyo inakuwa baina yake na baina ya isiende katika ya wala isiende katika hamza ambayo ni muhaqqaq. Sawa? Mpe Sheikh hapa. Hiyo mic ipo wazi, igeuze hivi. Naam, iqra. Wallahi ya ism. Usivute herufi ya kwanza tena. Wallahi ya ism. Tamam. Qasru. Wallahi ya ism. Ahsan. Wallahi ya ism. Tena.
واللائي يئس. La basi. Haraka mbili. واللائي يئس. Tena. واللائي يئس. Inazidi katika ya, inshallah taendelea kuifanyia na nilia. Bismillah. واللائي يئس. Tena. واللائي يئس. Haraka mbili. واللائي يئس. Inamili katika ya sana, lakini inshallah taifanyia tadribat. Tamam. Kisha wa fi hali alwaqfi bitashili alhamzati fabirraw ma'a almaddi walqasr. Lakini ukisimama kwa tashil, yani ukisimama kwa mtazamo wa tashili tuliouona hapa katika neno allai, ukasimama kwa mtazamo wa at-tashil na sio mtazamo wa ibdal. Maana hapa tuna mitazamo miwili, tuna ibdal kuibadilisha hamza kuwa ya yenye sakna, lakini pia tuna tashil. Sasa ukisimama kwa tashil katika hamza utasimama na arraw, utasimama na arraw. Arraw ni kutamka baadhi ya haraka, yani sio haraka ambayo imetimia, kutamka baadhi ya haraka na sio haraka ambayo imetimia. Na tasimama kwa tashil na raw pamoja na almad ambayo itakuwa ni haraka ngapi? Haraka 4. Tamam, kwa sababu anavuta haraka 4, na alqasr ambayo itakuwa ni haraka 2. Mfano tukisimama kwa arraum pasina ya kuiwepesisha hamza tunasoma wallai, wallai, i ya mbali, wallai ya mbali. Tamam. Lakini tukisimama kwa at-tashil, maana yake hamza itakuwa ni nyepesi na itakuwa ina haraka ya kasra ya mbali, yani arraw. Kwa hiyo itakuwa wallai, wallai au wallai, wallai au wallai, kwa haraka 2 au haraka 4. Ni mitazamo ambayo inahitaji tadribat, inahitaji mazoezi. Mafhum? Alkhulasa, neno allai, Imamu Kumbul ameondosha ya, kisha waslan wa waqfan anasoma hamza kwa kuihakikisha. Albazzi rahimahullah ameondosha ya, lakini ana mitazamo miwili. Hamza iliyobaki anaibadilisha kuwa ni ya na anavuta haraka 6, na katika surat at-Talaq waslan atakuwa na mitazamo miwili, idhhar na sakt pamoja na idgham. Lakini pia mtazamo wa pili utakuwa ni tashil, kuipesisha hamza, na akifanya tashil anavuta haraka 4 au haraka 2, na akisimama anasimama kwa tashil na haraka 4 au haraka 2 pamoja na arraw. Mafhum? Naam. Qaraa Ibn Kathir bin naqli fi al-kalimat at-taliya. Imam Ibn Kathir rahimahullah amesoma kwa an-naql. An-naql ni kuhamisha haraka ya herufi. Hapa tunazungumzia hamza, unahamisha haraka ya hamza kwenda kwenye herufi ambayo ipo nyuma yake, lakini pia unaiondosha hamza. Tamam, hii ndiyo an-naql. Ukisikia imamu fulani amesoma kwa an-naql, bi maana haraka iliyokuwepo katika herufi fulani ameiondosha akaipeleka katika herufi ya nyuma, kisha ile herufi ambayo ameiondoshea ile haraka akaiondosha, yani akaifuta. Mafhumu? Kwa hiyo Ibn Kathir amesoma kwa an-naql katika maneno yafuatayo. Sehemu ya kwanza, fi'lul amri sal.
katika kitendo cha kuamrisha cha sal, idha kana qabla sinihi waun au fau, lakini kwa sharti anafanya naqli kukiwa kabla ya herufi ya asin kuna herufi ya wau au kuna herufi ya fa. Kama mfano wasal, kitendo isal, nyuma ya sini kuna herufi ya wau. Mafhum? Anahamisha haraka ya hamza kwenda katika herufi ya nyuma yake ambayo itakuwa ni sin, kisha hamza inafutwa, kwa hiyo neno litabaki wasal. Tamam. Haya, fasal, fasal kabla ya sini kuna fa. Tamam. Anahamisha haraka iliyopo katika hamza kwenda katika herufi ya nyuma yake na anaiondosha hamza, kwa hiyo neno litabaki fasal. Wasal na fasal. Tumeeleka mashaka. Kalimatu alquran, neno alquran amefanya an-naqli pia, kwa hiyo anasoma alquran. Quran anasoma Quran, haithu atat, popote litakavyo kuja. Na hapa katika uandishi limeandikwa hamza ina madda juu, lakini katika rasmi ya masahif utakuta hamza ya kwanza ambayo ina fatha, kisha baada yake kuna herufi ya madda, ili siwatatize hamza tuliyofanyia naqli iko wapi. Mafhumu? Wa naqlu Quranin wal Qurani dawauna. Ibn Kathir rahimahullah amefanya an-naql katika neno al-Quran na neno Quran, yani likiwa ni muarrafa au munakkara. Sehemu ya tatu, kalimat al-aika, neno al-aika, na taban limeandikwa hivi kama mnavyoona, limeanza na lam yenye sakna. Tamam. Katika surati ash-Shu'ara na Sad limeanza na lamu ambayo ina sakna. Kadhaba ashabul aika, hakuna hamzat alwasli pale. Qaraa bilamin maftuha, amesoma kwa lamu ambayo ina fatha, baadaha yaun sakina, na baada yake kuna ya yenye sakna, wa fathi at-ta'i fi akhiri, na amesoma kwa kuweka fatha katika taa mwisho wa neno hilo. Kwa hiyo kadhaba ashabul aikati almursalin, hakadha anasoma kadhaba ashabu laikata almursalin, neno nabaki laika. Tamam. Kadhaba ashabu laika. Qara Ibn Kathir bilhamzi fi almawadi'i alatiya. Imam Ibn Kathir rahimahullah amesoma kwa kuweka hamza katika maneno yafuatayo. Neno kufua anasoma kufua kwa kuweka hamza haithu waradat. Neno huzua anasoma huzua kwa kuliwekea hamza katika surat al-Ikhlas aya 4. Bihamzi alwaw kwa kuweka hamza katika herufi ya waw. Neno mikala anasoma mikail. Tamam. Mikail anaongeza hamza. Wada'ya mikaila wal hamza qablahu ala hujjatin wal ya'u yuhdhafu ajmala. Biziyadati hamzatin anazidisha hamza, wa ya'in na ya. Kwa hiyo amezidisha hamza katika neno hili, lakini pia amezidisha harfi ya ma'al maddi almuttasil, pamoja na kuvuta haraka 4 ambayo ndio hukumu ya muttasil kwake. Neno Zakaria anasoma Zakaria kwa kuliongezea hamza haithu waradat. Bihamzatin ba'da al-alif, kwa kuweka hamza baada ya alif, ma'al maddi almuttasil, pamoja na kuvuta maddi ambayo ni muttasil. Kwake yeye itakuwa ni haraka ngapi? Haraka 4. Watuharraku hasaba mawqi'iha min al-i'rab, na neno hili hamza yake itawekewa haraka kulingana na maweko yake katika i'rab. Kwa hiyo likihitaji dhamma litawekewa dhamma kulingana na maweko yake katika i'rab.
Likihitaji haraka nyingine tofauti na hiyo, basi litawekewa haraka hiyo kulingana na maweko yake katika i'rab. Neno turuji katika surat Al-Ahzab anasoma turujiu, tamam, bihamzatin madhmumatin ba'da al-jim, kwa hamza ambayo ina dhamma baada ya jim. Neno murjauna katika surat At-Tauba anasoma bihamzatin madhmuma, kwa hamza yenye dhamma baada al-jim, baada ya herufi ya jim, wa ba'daha wawun maddiya, na baada yake kutakuwa kuna wawu ambayo ni herufi ya madda. Kwa hiyo atasoma murjaun, tamam. Murjauna anasoma murjaun. Neno dhiza katika surat An-Najm bihamzatin sakinatin ba'da ad-dad anasoma katika hili neno kwa kuliongezea hamza yenye sakna baada ya herufi ya ad-dad. Wayahmizu dhiza, kwa hiyo atasoma dhiza, tamam, dhiza kwa hamza yenye sakna. Wa manata, tamam, wa manata katika surat An-Najm pia aya 20 bihamzatin maftuhatin ba'da al-alif anasoma kwa kuongeza hamza yenye fatha baada ya alif na al-maddi al-muttasil, pamoja na maddi ambayo ni muttasil, ambayo itakuwa ni haraka ngapi? Haraka 4. Atasoma wa manaata, tamam, wa manaata thalitha. Sehemu ya 8, rawa Qumbulun. Imamu Qumbul rahimahullah amepokea neno dhiya bihamzatin maftuhatin makana al-ya, kwa hamza yenye fatha sehemu ya katika surati Yunus, surat al-Anbiya na surat al-Qasas. Kwa hiyo atasoma dhiya, tamam, dhiya anasoma dhiya kwa hamza badala ya. Kwa hiyo hapa Qumbul ndio ameenda tofauti, lakini Al-Bazzi atabaki anasoma kama anavyosoma nani? Imam Hafs. Rawa Al-Bazzi, Imam Al-Bazzi rahimahullah amepokea katika haya maneno istai'asu min la tai'asu la yai'asu, istai'asa katika surati Yusuf aya 787 110, lakini pia afalam yai'as Ar-Ra'd aya ya 31 biwajhain. Ameyapokea haya maneno kwa mitazamo miwili. Kwanza, taqdimu alhamzati ila mawdhi'i al-ya'i, kuitanguliza hamza kwenda katika sehemu ya. Mmeona alivyoandikwa hamza inarudishwa katika sehemu ya, tamam. Maneno yote yana ya kisha baada yake hamza, ya baada yake hamza, sivyo? Sasa hamza itatangulizwa, inaenda kuwekwa sehemu ya maa ibdari alhamzati alifan, pamoja na kuibadilisha hamza kuwa ni alif. Hamza inatangulizwa, inaenda kuwekwa sehemu ya, kisha inabadilishwa hamza kuwa ni alif. Haya maneno afwan, yani nataka niweke mulahadha. Ukiangalia yameandikwa katika mushaf na alif, lakini ile alif huwa haitamkwi, sivyo? Ndio maana tunasoma istai, sivyo? Na sio hatusomi hivi, tunasoma istai asu la tai, hivyo bimaana ya kwamba ile alif haihesabiki ya kwamba ipo, sivyo? Haya, afalam yai'as ipo, imeandikwa katika rasmi, lakini katika riwaya ya Hafs huwa haisomi. Kwa hiyo msije mkachanganya hapa, tunaposema tumeitanguliza hamza kwenda katika sehemu ya, kisha tumeibadilisha hamza kuwa ni alif, tamam, mafhumu Haya, wa ta'khiri al-ya'i
na ya itacheleweshwa, yani ya itakuja baada ya hamza. Wa fathiha, lakini pia ya itawekewa fatha fil kalimati al-khams, katika maneno yote matano yaliyotangulia. Wa huwa al-muqaddam, na huu ndio mtazamo ambao umetangulizwa. Yani tutasoma istayasumin, istayasumin, istayasu, hamza imerudi nyuma, ya imeenda mbele, ya ikawekewa fatha, hamza ikabadilishwa kuwa alif. La yayas, tunasoma la yayas. Wala tayasu, tunasoma wala tayasu. Istayas, tunasoma istayas. Afalam yayas, tunasoma afalam yayas. Huo ni mtazamo wa kwanza kwa Al-Bazzi rahimahullah. Mtazamo wa pili ka Hafsin, anasoma kama anavyosoma Imam Hafs rahimahullah. Kwa hiyo alfadh, matamshi yatabaki vile vile. Qala Ash-Shatibi rahimahullah, Imam Ash-Shatibi rahimahullah amesema wa yayas ma'an, na neno yayas katika sehemu zote mbili, yani yayas iliyokuja katika surat Yusuf la yayas, lakini pia neno yayas iliyokuja katika surat Ar-Ra'd afalam yayas, sehemu zote mbili imekuja yayas. Wa yayas ma'an, na neno yayas katika sehemu zote mbili. Wastayasa, na neno istayasa, lakini pia istayasu, neno istayasu. Watayasu, na neno istayasu. Iqlib 'anil Bazzi, geuza kutoka kwa Imam Al-Bazzi rahimahullah, yani unageuza hamza unairudisha nyuma, ya unaipeleka mbele. Bikhulfin, lakini kwa al-khulf bimaana ana mitazamo miwili, ana mtazamo huu wa kugeuza na ana mtazamo kama anavyosoma Imam Hafs ambao ni mtazamo wa asili. Kisha akasema wa abdila, na ibadilishe hamza, yani ibadilishe kuwa ni herufi ya madda ya alif. Kwa hiyo geuza na badilisha. Kameleka mashekhe. Wa yayas ma'u wastayasa stayasu wa tayasu qulib 'anil Bazzi bikhulfin wa abdila. Hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa mlango wa alhamz almufrad. Tuna alhamzatani min kalima, hamza mbili ambazo zipo katika neno moja, hamza mbili ambazo zipo katika neno moja. Qara Ibn Kathir bitashili alhamzati athaniya, Imam Ibn Kathir rahimahullah amesoma kwa kuiwepesisha hamza ya pili. Min kulli hamzatay qat'in, katika kila sehemu ambayo hamza mbili ambazo ni alqat'. Hamzat alqat' katika taarifu ya ufupi tunasema ni hamza ambayo inathibiti waslan wa waqfan, a i u, haidondoki. Wakati wa kuunganisha ipo na wakati wa kusimama ipo, haidondoki. Tamam, inaitwa ni hamzat alqat', yani kwa taarifa ambayo ni nyepesi. Hapa inakuwa imetoka hamzat alwasl. Hamzat alwasl inathibiti wakati wa kuanza tu neno, lakini wakati wa kuunganisha hamzat alwasl huwa inafanyeje? Inadondoka. Kwa hiyo hapa tunazizungumzia zile hamzat qata'. Tamam. Amesoma Ibn Kathir rahimahullah kwa kuwepesisha hamza ya pili katika kila sehemu ambayo hamza mbili ambazo ni qata' iltaqata fi kalimatin wahida, zitakuwa zimekutana katika neno moja. Madhhab ya Ibn Kathir rahimahullah ni tashil katika hamza ya pili. Mfano aandhartahum, a ni hamza ambazo ni qata'. Tamam, zimekutana katika neno moja. Inna, aunzil, hamza mbili ambazo ni qat' zimekutana katika neno moja. Anasoma kwa tashil katika hamza ya pili. Katika mfano wa kwanza, hamza ya pili ina fatha, kwa hiyo tukiwepesisha inakuwa baina ya hamza na baina
ya alif tunasoma andhartahum, andhartahum. Tamam. Ainna, hamza ya pili na kasra, tasili itakuwa baina yake na baina ya. Kwa hiyo tutasoma ainna, ainna, haiendi katika ya wala haibaki katika hamza ambayo ni muhaqqaqa. Aunzil, hamza ya pili na dhamma, kwa hiyo tasili itakuwa baina yake na baina ya herufi ya wao. Tutasoma aunzil, aunzil, haiendi katika wao wala haibaki katika asili yake ambayo ni hamza muhaqqaqa. Hem, tupitie mifano hiyo. Soma mfano mmoja kisha atasoma mmoja. Andhartahum, Tena andhartahum. La bas, lakini raya pale ni mufakhama, raa nzito. Mfano wa pili, usivute hamza ya kwanza. Ainna, ainna. Tena ainna. La bas, mpe shekhe pale. Aunzil, Tena aunzil. Asante. Haya, mpe shekhe hapa. Wewe soma mifano yote. Andhartahum, Naam. ainna. Tena ainna. vuta nono. Ainna. Naam. Aunzil. Ahsante, barakallahu fikum. Qala Ash-Shatibi rahimahullah, Imam Ash-Shatibi rahimahullah anasema wa tashilu ukhra hamzataini bikilmatin sama, na kuwepesisha hamza ya pili katika hamza mbili ambazo zimekutana katika neno moja. Wa tashilu ukhra hamzatain, na kuwepesisha hamza ya pili katika hamza mbili ambazo zimekutana bikilmatin, katika neno moja. Sama, wanaofanya hivyo ni ahlu sama, na ahlu sama ni Imamu Nafi' pamoja na Imam Ibn Kathir pamoja na Imamu Abu Amr. Kwa hiyo Ibn Kathir rahimahullah anasoma kwa tashil katika hamza ya pili, hamza ambazo zimekutana katika neno moja. Wabidhati al-fathi khulfun litajmula, ni hukumu ambayo insha Allah tutaiona huko mbeleni ya Imam Hisham rahimahullah. Hapa pameleka, ina maana hii ni qaida maalum ambayo inaingia katika sehemu zote katika Qur'ani tukufu. Hamza mbili zimekuja katika neno moja, isipokuwa zile sehemu ambazo zitakuwa zimetolewa au zimeongezewa kaida wa kadha, lakini hii ni kaida ambayo ni amma. Tamam, sehemu zote, sehemu ambazo kumekuja hamza mbili katika neno moja, basi Ibn Kathir rahimahullah anasoma kwa tashil katika hamza ya pili. Hapa kuna maneno maalum. Qaraa ayyuta, amesoma neno ayyuta katika Ali Imran. Innakum katika Al-A'raf 81. Adhhabtum Al-Ahqaf aya 20. Biziyadati hamzati al-istifham wa tashili al-hamza, anazidisha hamza ya istifham, anazidisha hamza ya kuulizia mwanzoni. Tamam, kisha anaiwepesisha hamza ya pili. Hafsa rahimahullah anasoma kwa hamza moja, sivyo? Ayyuta, innakum au adhhabtum. Ibn Kathir rahimahullah anasoma kwa hamza ngapi? Kwa hamza mbili, yani ameongeza hamza nyingine istifham, na kukiwa na hamza mbili anarudi katika madhhabu yake ambayo ni tasili katika hamza ya pili. Atasoma ayyuta, ayyuta,
ta ainnakum tamam. adhhabtum wa hamzatu adhhabtum fi lahqati shufi'at bi ukhra kama damat wisalan muwassala في نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. Ameleka hapo qaraa kalimata amantum, amesoma neno amantum katika surat Al-A'raf 123, Ash-Shu'ara aya ya 49, bilistifham ma'a tashili alhamzati thaniya. Mukathir rahimahullah amesoma kwa istifham pamoja na kuiwepesisha hamza ya pili, yani ameongeza hamza ya istifham lakini na kufanya tasiri katika hamza ya pili. Neno amantum limekuja katika sehemu tatu Al-A'raf, Ash-Shu'ara na Taha. Kwa hiyo neno litakuwa amantum, tamam, amantum. Wakhtalafa rawiyahu, na wametofautiana wapokezi wake wawili, fi amantum, katika neno amantum lililopo katika sura Taha aya ya 71. Farawaha al-Bazzi bilistifham, al-Bazzi rahimahullah amelipokea kwa istifham, tamam. Kwa hiyo atasoma kwa hamza mbili, hamza ya pili inakuwa ni musahala, amantum, amantum, tamam. Warawaha Qumbulun bil ikhbari ka Hafsin, na Imamu Qumbul rahimahullah amelipokea kwa ikhbar, yani anasoma kama anaposoma Imam Hafs rahimahullah. Wakhtalafa aidan fi lhamzati lula, wametofautiana pia wapokezi wa Ibn Kathir katika hamza ya kwanza katika sehemu ya amantum al-A'raf aya ya 123 na aamintum al-Mulk aya ya 16 halat al-wasli, wametofautiana wakati wa kuunganisha, yani ukiwa unasoma maneno yaliyopo kabla ya neno hili ukaunganisha na neno hili, sio ukiwa unaanza na neno hili, yani katika hali ya alwasl, hali ya kuunganisha, kuliunganisha hili neno na maneno yaliyopo kabla yake. Wametofautiana katika hamza ya kwanza. Katika Al-A'raf ukiwa unaanza na neno, tumesema hamza ya kwanza inabaki kuwa ni muhaqqaqa, sivyo? Kisha kuepesisha hamza ya pili. Aamintum, hamza mbili zimekutana katika neno moja, madhhabu yake ni tashil katika hamza ya pili katika surat Al-Mulk. Lakini waslan, ukiwa unaunganisha haya maneno mawili na maneno yaliyopo kabla yake, wana ikhtilaf. Fahaqqaqaha fihima al-Bazzi, al-Bazzi rahimahullah akahakikisha hamza katika sehemu zote hizo mbili, tamam. Wa abdalaha wawan Qumbulun, na hamza ya kwanza akaibadilisha Qumbul rahimahullah kuwa ni herufi ya waw. Kwa hiyo al-Imam al-Bazzi rahimahullah tasoma qala fir'aunu amantum bi, kwa kuhakikisha hamza ya kwanza. Mimul jam kama ilivyo katika madhhabu yake as-sila, tamam. Haya, Qumbul rahimahullah atasoma qala fir'aunu wa amantum bi, qala fir'aunu wa amantum bi. Hamza ya kwanza anaibadilisha kuwa ni herufi ya waw. Haya, Qumbul al-Bazzi rahimahullah katika sehemu ya Al-Mulk atasoma wa ilayhi nushuru amintum
amantum, atahakikisha hamza ya kwanza. Qumbul rahimahullah ataibadilisha hamza ya kwanza kuwa wau. Wa ilayhi nushuru wa mintum, mafhumu wa taha wa fil a'rafi wash-shu'ara biha aamantum lilkulli thalitha nabdila wa haqqaqa thanin suhbatun wa liqumbulin bi isqatihi al-ula bi taha tuqbila wa fi kulliha hafsun wa abdala qumbulun fil a'rafi minha al-wawa wal mulki musila. Fikia hapa tunakuwa tumehitimisha darasa yetu ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunajifunza katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, na huwa waliyu dhalika wa huwa alqadir alayhi. Na kama kuna sehemu kuna khata au zalal au nisyan, hiyo ni mapungufu yetu ya kibinadamu. Wal kamalu lillahi ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.